Kwa majina naitwa Fadhili Jonas, mwanafunzi wa shule ya msingi Ngosengiu. Tunamshukuru Mheshimiwa Diwani Peter Inyasi kwa kutuletea mradi wa matangi ya maji na uwanja wa mazoezi wa mpira wa kikapu basketball. Tunamshukuru sana. Huu mradi wa maji utatusaidia kwanza maji utaturahisishia kwanza kutumwagilia bustani zetu. Wakati wa kiangazi tutapata maji mengi ya kunywa, wanafunzi hatapata kiu. Kingine utatusaidia pia mazingira yetu yawe safi. Na kingine, uwanja wa mpira wa kikapu basketball utawafanya wanafunzi wengine ambao wanafanya mazoezi ya mpira kikapu watafanya mazoezi hayo, na wakifanya mazoezi hayo wanaweza wakawa nao pia wachezaji wa mpira wa kikapu ambao ni basketball. Kwa majina naitwa Given Gift, nasoma katika shule ya msingi Ngosengiu darasa la 7. Sisi tunafurahia huu mradi waliotuletea kwa sababu umetusaidia katika maji. Kuna muda maji unakuta hamna, tunafurahia miradi hii ya maji na tunamshukuru sana Mheshimiwa Diwani kwa kutuletea mradi huu. Kwa majina naitwa Peter Inyasi, diwani wa kata ya Sinoni. Kwa kweli tulikuwa tuna changamoto kubwa ya maji katika kata yetu ya Sinoni, lakini leo baada ya juhudi za muda mrefu tumeweza kuhakikisha kwamba tumepata wafadhili ambao wameweza kuchimbia kisima kirefu ambapo maji haya yamepatikana hayana fluoride. Kwa hiyo ni maji masalama kabisa ambayo yanaweza kunywa kwa kutumika kwa wananchi. Kwa hiyo niombe sana wananchi walioko maeneo haya waweze kutumia maji haya. Leo tumeweza kupokea mradi wa uwanja wa michezo wa basketi ambao tumepata kwa wafadhili, na uwanja huu kwa kweli tutahakikisha unatumika vizuri kwa manufaa yetu. Pia tumeweza kupata bustani ya mboga ambayo tutaweza kuitumia, na pia ambayo itasaidia kwa wananchi kutoa elimu namna gani wanaweza kutumia namna hii taaluma hii wakaweza kupata mboga katika maeneo yao ya nyumbani, na mboga hizi pia zitasaidia kwa watoto wetu wa shule. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi wa kata ya Sinoni pamoja na mtaa wa Ngosengiu kulinda mradi huu wa maji, kwani ni kwa manufaa ya kwetu. Kwa jina naitwa Sofia Ali Mwidani, ni diwani wa viti maalum nayetokea katika kata ya Sinoni. Mimi niseme leo tuko katika shule hii ya Ngosengiu kwa ajili ya kupokea mradi wa wanafunzi ambao tulikuwa tumepatiwa na wafadhili ambao katika shule yetu ya Ngosengiu. Mimi niseme kwanza niwapongeze sana hawa wafadhili wetu kwa kuliona hilo kwa ajili ya kuja kututengenezea kiwanja cha kuchezea mpira watoto wetu kuendana na hili zoezi la AFCON 2027. Nadhani kwa kweli wametuwezesha namna kuweza kuibua vipaji vya watoto kwa ajili kuendeleza watoto wetu wa shule ya Ngosengiu. Lakini pia niseme tumefurahi sana kupata mradi wa maji ambao maji haya yatawasaidia wanafunzi wetu pamoja na wananchi wetu katika kata yetu hii ya Sinoni ambayo hususani kwenye mtaa wetu wa Ngosengiu. Kwa kusema hayo, mimi niseme basi kutokana na kauli yetu ya sasa hivi ya AFCON, kwa hiyo tunashukuru sana kwa miradi hii, na sisi tunaahidi kama madiwani kuendelea kuitunza vizuri na kuendelea kuhamasisha kuhakikisha kwamba watoto pamoja na vijana walioko maeneo yanayotuzunguka kuweza kufanya mazoezi na kwa ajili ya kuweza kuibua vipaji vya vijana wetu ambao wanaokaa huku mitaani ambao hawana shughuli yoyote. Kwa kusema hilo niseme niwapongeze sana na nishukuru sana kwa hili. Kwa majina naitwa Mwalimu Ramadhani Ali Kiluvia, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Ngosengiu. Kupitia miradi hii tunaamini kwamba ina mahusiano makubwa sana na maendeleo ya kitaaluma kwa wanafunzi wetu, kwa sababu tunaamini kwamba mwili imara na akili timamu ndio itakayomwezesha mwanafunzi kuweza kupokea yale ambayo anayapata darasani kutoka kwa mwalimu. Kwa hiyo kiwanja hiki cha michezo kitawawezesha wanafunzi wetu kuwa timamu, kuwa imara kimwili na kiakili. Lakini pia mboga za majani, tunaamini kabisa kwamba chakula kamili hakitakiwi kikose mboga za majani. Kwa hiyo tunaamini kwamba wanafunzi watakapokuwa wanapata chakula cha mchana wakakuta kuna portion ya mboga za majani, basi tunaamini kwamba watakuwa kiakili na kuweza kumudu changamoto zote za kimasomo ndani ya darasa. Lakini pia maji, tunaamini kwamba maji ni uhai. Kwa hivyo maji haya pia kwa kuwa ni salama, basi wanafunzi wetu watakapofanya mazoezi na kuwezesha miili yao kuwa imara, wakala chakula cha mchana, basi watapata maji safi kabisa na salama.